Kwa hiyo ni heshima yangu kukaribisha mama. Karibu sana. Naomba tusimame tunapomkaribisha mama yetu, Rais wa GCMF Tanzania. Karibu sana mama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tukae. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu kwa nafasi aliyonipatia nyingine ya kushiriki pamoja nanyi. Naitwa Madam Joyce Salu. Nimeokoka na mpenda Yesu. Ni mama wa watoto 3 na ni mjane. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni mwema, Mungu ananipenda sana, Mungu anatupenda sote. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanaamini kwamba Mungu ana mpango mzuri na maisha yao? Wangapi wanaamini, sijaona mikono bado, Mungu ana mpango mzuri na maisha yao? Amina pasta. Naamini ulipotoka nyumbani unajua kabisa haya masaa 3-4 hautarudi bure. Wangapi wanaamini? Wangapi wamewahi kuja kanisani wakaondoka wakapata kile wanachokitafuta siku ile? Basi leo kaa mkao wa kula, unakwenda kupata unachokihitaji. Twende Warumi 10:17. Nataka neno linalohusu imani. Warumi 10:11. 10 mstari wa 17. Warumi 10 mstari wa 17. Neno la Bwana linasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa nini nimechagua imani? Amina. Nimechagua imani kwa sababu hata nilipofika hapa nimefika kwa imani. Amina. Sijabeba chochote zaidi ya mimi kama mimi. Nimetoka nyumbani na pochi yangu na mizigo yangu, lakini ninajua Kimara anaenda kupokea kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Anasema basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Imani ni nini? Wangapi wanaweza kaniambia unaweza kaishika imani hivi kwenye mikono? Hapana. Ni kitu ambacho kinatarajiwa lakini huwezi kukishika. Amina. Bali unatarajia kupata kitu fulani, kumuona mtu fulani, kwenda sehemu fulani. Tunaishi kwa imani. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati tunapita mazingira magumu mno. Amina. Mno, mpaka hujui utatokea wapi, utakwenda wapi, utamwambia nani. Yani pazia linafunga kabisa, unaona giza. Kinachopita mbele yako ni kitu kimoja tu, kinaitwa imani. Hakuna kingine. Utafarijiwa, utaongeleshwa, utaambiwa kila neno. Huwezi kupata unachokihitaji, bali imani ukiwa nayo Mungu anakwenda kukufanikisha. Bwana asifiwe. Nilikuwa na mtafakari Musa na wana wa Israeli walipokuwa njiani. Nikajiuliza, Musa alishika ile fimbo ni ya nini? Nilikuwa namwangalia kuna mtoto hapa anacheza na fimbo. Nikasema fimbo ni ya nini? Musa alishika ya nini ile fimbo? Na kwa nini aliponyosha ile fimbo ilitawanya bahari ya Shamu? Nikarudi nyuma. Nikasema Musa aliambiwa na Mungu, tupa fimbo yako chini. Fimbo iligeuka nini? Nyoka. Wale washirikina wakatupa fimbo zao mbili, zikageuka nini? Nyoka. Fimbo ya Musa ikafanyaje? Ikawameza wale nyoka. Nikagundua ile fimbo ya Musa haikuwa fimbo, bali alikuwa ni Mungu mwenyewe. Alitembea na Musa kila alipokwenda. Musa alipokanyaga, alipoishiwa nguvu, alipotindikiwa na imani, alikanyaga, alikita fimbo yake chini. Ni kama anayesema tembea na Yesu. Yani popote aliposhindwa, aliweka fimbo chini, akaweka imani yake chini, akasema Bwana nakuamini. Popote napokwenda, sijui itakuwaje, sijui nini kitafanyika, lakini nakuamini wewe. Ninaendelea kutembea na wewe. Jitahidi Mkristo utembee na fimbo kwenye maisha yako. Bwana asifiwe sana. Utamuona Bwana. Amina. Haijalishi unapita mazingira gani. Zaburi ya 23, naomba nisome. Zaburi 23 mstari wa kwanza. Neno la Bwana linasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Huniuisha nafsi yangu,
na kuniongoza katika njia ya haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe u pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Hapo kwenye gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Bwana asifiwe sana. Amina. Mtunga Zaburi anasema gongo lako na fimbo yako. Fimbo inafariji kitu gani? Gongo linafariji kitu gani? Limekauka, halina kazi yoyote. Amina. Fimbo haina kazi yoyote zaidi ya kuchapa. Lakini ukisoma vizuri Zaburi ukatafakari, unagundua kwamba gongo na fimbo ni Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Kila alipotembea mwandishi wa Zaburi anasema gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Bwana asifiwe sana. Amina. Mimi nina ushuhuda, napenda sana kuutoa kwa sababu nimemwona Bwana kila siku. Nakumbuka kila siku nikikumbuka nasisimka. Amina. Nasema kuna Mungu. Amina. Sio bure. Amen. Kuna Mungu. Hivi unajua mimi naishi sifanyi kazi. Sio sipiki, napika. Lakini sijaajiriwa na mtu yoyote. Nimeajiriwa na Mungu mwenyewe. Maisha yangu ni Kristo. Maisha yangu ni gongo langu. Maisha yangu ni fimbo yangu. Kulala kwangu ni fimbo yangu. Kuna wakati unaamka asubuhi, unaangalia kitanda ni kikubwa. Alafu unaangalia mtu wa pembeni. Huyu jamaa angekuepo. Unakumbuka kuna fimbo na gongo, unanyanyuka, unaendelea mbele. Hayapiti masaa mawili, lazima nimuone Bwana. Lazima nimuone Bwana. Wiki iliyopita binti yangu akanifuata. Ana graduate sheria. Akaniambia, mama, sifanyi mtihani bila kumaliza ada. Nikamwambia, ada kitu kidogo tutapata, lakini sina kitu. Kama wiki moja ama mbili hivi, sina hata 100. Kesho anaanza mtihani. Nikamwambia, sawa. Kiasi gani? Ni hela ndefu, imechangamka sana, tunatafuta milioni. Nikamwambia, mna neno, Bwana atafanya. Zikabaki siku moja mbili. Asubuhi saa 9 control number inafungwa. Kaja 11 asubuhi. Mama, kwa hiyo nikamwambia kuna mtu kanipigia simu atanitumia. Sina mtu hata huyu, ila nina gongo na fimbo nimevishika. Nikamwambia, Mungu, kama ulivyomuinua nyoka wa shaba jangwani, leo Baba ukainuke katika maisha yangu. Leo Bwana ukaonekane katika maisha yangu. Yule binti akatoka kinyonge, anajua kabisa huyu hana hela, kwa sababu hata hela ya chai hana. Anatoa wapi hela? Alipotoka nikafunga na funguo nikapiga magoti. Nikamwambia, ninachokijua, umesema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Akiwa na mashaka, moyo wangu hauna furaha naye. Nikamwambia, Bwana, sina mashaka na wewe. Mimi nachokijua, wewe ni gongo langu na fimbo yangu, na utanibariki siku ya leo. Bwana asifiwe sana. Nikanyanyuka nikaenda sebuleni. Akaniuliza, kakupigia? Nikamwambia bado, atapiga muda sio mrefu. Nikasema sasa hii nafanya nini? Zikaja hasira. Mimi nikikasirika nafanya kazi sana. Nikaenda jikoni, toa vyombo vyote kwenye makabati, safisha. Yeye kila saa anakuja, vipi kapiga? Bado hajapiga, subiri. Lakini ndani yangu nasema na Bwana, gongo langu na fimbo yangu usiniache. Nikiinama nikitoa kwenye makabati kule nasema, gongo langu na fimbo yangu usiniache. Nimekaa mpaka saa 4 asubuhi. Sijai kufanya usafi mrefu vile. Saa 4 kaja, mama vipi? Nikamwambia sasa hivi anapiga. Nikainuka nikaenda chumbani, machozi yakajaa kwenye macho. Nikasema siangushi chozi hata moja. Gongo langu na fimbo yangu vinanifariji. Bwana asifiwe. Wakati natafakari, Mungu unajua anatumia watu usiowafikiria, kwa sababu nishazima kote. Sasa nimemaliza, sina pa kwenda. Nimekaa, akapiga binti mmoja mdogo tu, akaniambia, mama mdogo Joy. Nikamwambia, unaendeleaje? Nikamwambia, niko vizuri. Mbona uko down? Nikamwambia, wewe siwezi kuwa down bwana. Kuna nini? Vipi watoto? Nikamwambia, wanaendelea vizuri. Fulani. Nikamwambia, tena huyu bwana namwamini Mungu, kama baada ya masaa mawili lazima nilipe ada. Shilingi ngapi? Nikamwambia 780,000. Unayo? Nikamwambia, Bwana atafanya. Sikumuomba. Akaniambia, na kuingizia kwenye account, naomba ila ilipe. Bwana asifiwe sana.
kwa sababu nilimwamini Mungu, nilitembea kwa imani, sikuwa na hiyo hela. Aliposema vile nikamwambia unasema? Akasema huyo kijana amepata division gani? Nikamwambia division 1. Sasa huyo mimi nitamshika, nitamsomesha, achague chuo chochote. Anataka kwenda wapi? Nikamwambia anategemea kwenda nje ya nchi. Akasema huko tutabanana, nitamaliza. Bwana sifiwe sana. Nikainuka, nikatoka, nikaenda sebuleni, wamekaa, ninafika tu mama kashapiga. Nikamwambia sio kapiga, katoa hela. Bwana asifiwe sana. Wakainuka, ni nani? Nikamwambia gongo langu na fimbo yangu vyanifariji. Nikamwambia niwekee wimbo wa kuabudu hapa, ni msifu Bwana. Nikamwambia amkeni. Walicheza ile siku, ni juzi, bila kufikiria wale watoto. Akasema mama umetoa wapi? Nikamwambia ni Mungu amenipatia, gongo langu na fimbo yangu vyanifariji. Nimeishi kwa imani na ninaishi kwa imani na ninamwamini Mungu. Sijawahi kukata tamaa hata siku moja. Sijawahi kukumbuka nyuma. Ninamshukuru Mungu kwa yaliyopita. Ninamshukuru Mungu, sijawahi kujuta na wala sijawahi kusikitika. Ninamtukuza Mungu asubuhi, mchana na jioni. Sitambi, lakini nazungumza mbele ya madhabahu. Sina maisha mabaya. Pastors wanajua sina maisha mabaya, lakini kwa sababu nimeamua kumwamini Mungu kila iitwapo leo. Huwezi ukanileta Kimara mimi nikaja bure nikaondoka sijapokea. Mimi leo naondoka na kitu, sijui wewe mwenzangu, lakini lazima nifike nyumbani nikute majibu. Lazima nitembee barabarani nikute majibu, kwa sababu nimejifunza kutembea kwa imani na kumwamini Mungu. Mtu wa Mungu, usikubali hata siku moja. Kama huwezi usiombe, kama huwezi usije kanisani, lakini hakikisha unapopiga magoti unanyanyuka na kitu. Bwana asifiwe sana. Hakikisha unapokwenda mahali popote kutafuta kitu unarudi umeshika. Kama hujapata leo, kesho utapata. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio imani niliyojifunza, na kila itwapo leo nimeendelea kujifunza. Nina mengi ya kushuhudia, nina mengi ya kuzungumza, lakini nitarudi. Lakini nasema endelea kumwamini Mungu kila siku, usiache. Haijalishi unatafuta nini, haijalishi unapitia wapi, haijalishi umelala njaa, umeamka njaa, endelea kumwamini Mungu na Mungu anafanya, na Mungu hajawahi kuacha. Bwana asifiwe sana. Kila ninachokifanya ninafanya kwa imani. Bwana asifiwe. Mungu amenisaidia sana, amenipa kibali kwa watu wakubwa sana sana, lakini kwa sababu nimeamua kuishi kwa imani, kwa sababu nimeamua kumwamini Mungu, sijishughulishi na habari ya mtu, hainipotezei muda, bali nimeamua kujifunza kumwamini Mungu, kuishi kwa imani, kumsikiliza Mungu. Ninapopungukiwa ninakaa kimya mbele za Bwana na Bwana anafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu walinikuta na wasiliana na watu fulani, waliogopa, mpaka leo mimi hawaniamini kabisa. Lakini mimi wala maskini sina chochote, ni Bwana tu. Ni kwa sababu nimeamua kujifunza kutembea kwa imani, na Mungu amekuwa akinikutanisha kila itwapo leo na watu wa maana na watu wakubwa. Maana yake amesema nitakuketisha na wakuu. Bwana asifiwe. Na Mungu anaendelea kuniketisha na alipofariki mume wangu nilipokonywa mpaka vijiko. Unajua vijiko? Yaani nilipokonywa jiko la kupikia, kijiko cha kulia, everything. Nikaachiwa mashuka na nguo. Pastor Joeli, Mungu akubariki, alikuja nyumbani akatukusanya, akatushika mkono. Hakuna kitu, mnalala chini, lakini tuna smile na watoto wangu. Sikumrudia mama mkwe. Walikaa kikao, wakasema sasa unajua Joyce, hizi nyumba na hivi vitu tutakuita wewe, nenda. Naenda wapi? Nikamwambia sasa nitakaa wapi? Sasa wewe angalia tu, nawa angalia tu. Niliwachukua nikawakumbatia, nikamwambia twendeni. Dada zangu wamechanganyika, itakuwaje? Nikamwambia mimi namwamini Mungu, niliyetafuta naye, niliyejenga naye amepumzika, Mungu atanipa. Nikabeba watoto wangu tukaenda nyumbani. Mtumishi alikuja na vitu vingi, nyanya, vitunguu na kila kitu. Akaomba sana, alafu akukubali watu walie. Tukacheka, akaondoka.
Usiku unachagua pa kulala kwa sababu nyumba si haina kitu. Ukitaka kulala mlangoni hapo wapi, lakini popote. Asubuhi nikiamka naoga, nachana nywele, urembo kama kawa, jirani asijue shida zangu. Anayepaswa kujua ni nani? Wanapiga watu vipi? Wale watu wako wa Marekani wanakusaidia. Yesu ananisaidia. Fimbo langu na gongo yangu vinanifaa riji. Tumekaa tunaishi, siju, yani unajua naona giza. Sioni pa kugeni, simoni ndugu wenyewe ndio hivyo. Sioni wa kumshika zaidi ya Yesu. Lakini nilimwambia Bwana, sitaangusha chozi. Kukicha, mama, watoto wangu kidogo na wenyewe Kiswahili shida. Mama, what for dinner? Subiri Bwana atafanya. Unakaa kidogo, mama, what for lunch? Subiri. Mama, what for breakfast? Subiri. Yani ni hivyo tunaenda, lakini nilimwamini Mungu, nilimlilia Mungu peke yake. Majirani wakaanza kuambiana, huyu anafanya kazi wapi? Kwa sababu pale nilipofukuzwa niliondoka, nimeenda kupanga nyumba mpya. Sasa wanaulizana, huyu anafanya kazi wapi? Anaonekana ni mama mwenye hela, ni mama yuko vizuri, na nikitoka niko vizuri kwa kweli. Shida zangu mwenyewe hazikuhusu. Kwa nimeishi hivyo. Nilikaa wiki hizi, akapiga mtu simu, mbona tumpati mume wako? Nikamwambia ameshapumzika. Akalia sana, akaniambia nakuja, ni mzungu. Akaja mpaka Dubai, akanipigia simu, akaja Tanzania. Nikamwambia watoto wasijue mtu kwamba kuna mgeni anakuja, hii vita inakuja. Mgeni alipokuja akasema, unalala hapa? Nikamwambia ndo nalala hapa. Unaishi hivi? Nikamwambia ndio naishi hivi. Akaniambia hebu twendeni tukatembee, nipeleke kwenye mall kubwa mkachague mnachotaka. Mungu alinirudishia kila kitu kipya, tena cha kisasa. Watumishi wamekuja nyumbani kwangu. Ninaishi ninavyotaka, sio wanavyotaka wao. Bwana asifiwe sana. Ninakula ninachotaka, sio wanachotaka wao. Amina. Nyumbani kwangu unaweza kukaa wiki mbili, kupika ni shida. Bwana asifiwe sana. Yes, sio kwamba hakuna chakula. Kwa sababu tunafanya tunavyotaka, kwa sababu tunamwamini Mungu. Naomba nikutie moyo, mtu wa Mungu. Imani ndio kila kitu. Nimejifunza vitu vingi sana. Kumwamini Mungu ni kila kitu. Unapoishiwa, unapochoka, endelea kumwamini Mungu na Mungu atafanya. Bwana asifiwe sana. Mungu awabariki sana. Amen. Mungu awabariki sana. Naomba muongezee makofi mengi kwa ajili ya somo hili zuri. Hello mtazamaji wa madhabahu ya Ukombozi TV. Naitwa Ibrahim Samuel Ngamilo. Nipo na mtumishi wa Mungu rais wa wapi. Utajua mengi zaidi kupitia ibada zetu ambazo zilikuwa zikiendelea hapa katika kanisa la Sinai Missions International Kimara Temboni jijini Dar es Salaam. Hapa ni makao makuu kwa Bishop Edward Kalinga na mchungaji kiongozi Christina Angoli Kalinga. Baada ya kuona ujumbe huo ambao mtumishi wa Mungu alifundisha leo, twende tukamfahamu yeye ni nani, na mtumishi wa Mungu atajitambulisha kiundani zaidi. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtumishi wa Mungu, kuna watazamaji wanataka kukujua jina lako, unaitwa nani? Kwa majina ninaitwa Joyce George Salu. Ni mama wa watoto 3 na ni mjane pia. Kwa upande wa huduma unaweza kujitambulisha kama nani? Kwa huduma mimi ni rais wa shirika moja linaitwa GCMF ambalo makao yake makuu yako Bradenton, Florida, Marekani, na kwa hapa Tanzania makao yake makuu yako hapa Dar es Salaam. Ukiwa kama rais
ambayo umepata nafasi ya kufundisha ujumbe huu wa leo hapa Sinai. Unadhani ujumbe ulikuwa unahusiana nini? Kuna mtu amesema nimesema ujumbe lakini hajajua kiundani zaidi ujumbe ulikuwa unahusiana nini siku ya leo. Ujumbe wa leo ulikuwa unahusiana na imani. Amina. Ulikuwa unahusiana na imani kwa sababu nimegundua kwa ukiwa na imani unafanya vitu vingi sana, na ukiwa na imani unamuona Bwana sana. Kwa hiyo nikaguswa kufundisha huo ujumbe wa imani. Natumaini ukitizama clip vizuri utajifunza kitu fulani. Amina. Ni nini shauku yako kuelekea kumaliza huu mwaka kupitia malengo ambayo umejiwekea ukiwa kama ndiye rais wa GCMF? Yes. Shauku yangu kubwa ni kuona kazi ya Mungu ikisonga mbele, nikiona watumishi wa Mungu wakisapotiana, kwa sababu lengo kubwa la GCMF ni kukutana watumishi, kujengana na kutiana moyo, kusapotiana kimwili na kiroho pia. Kwa tamaa yangu na shauku yangu kubwa ni kuona watumishi wakiinuka katika kazi ya Mungu. Amina. Pia kuna mtu anaweza kupata zaidi, unapatikana kwa sasa upande wa huduma sehemu gani? Ninapatikana Salasala mwisho wa lami katika kanisa linaitwa Dar es Salaam Christian Chapel and Lighthouse. Amina. Kwa mawasiliano ya simu unaweza kuwatajia wale wanaokufuatilia muda huu? Yes, kwa mawasiliano ya simu naomba nitoe namba ya katibu wangu. Ndio. Ni 06 50 99 14 44. Kwa wale ambao wanakufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, wanaweza kupata kwenye social media zipi ambazo wanapatikana kwa sasa? Ninapatikana Facebook kwa jina lipi? Kama Joyce Salu. Ndio. Ninapatikana Instagram kama Joyce Salu. Ndio. Nafikiri hizo social media mbili zinatosha zaidi kunifikia. Amina. Hello mtazamaji wa madhabahu ya Ukombozi TV. Mtumishi wa Mungu alipata nafasi ya kufundisha ujumbe mzuri wa sala la imani katika kanisa la Sinai Missions International Kimara Temboni. Zaidi ya yote, mtumishi wa Mungu, umeonaje mapokeo ya watu kupitia ujumbe ambao ulikuwa ukifundisha siku ya leo? Kwa kweli nimeona watu wamepokea vizuri sana, nimeona watu wamefunguliwa, na nimeona watu wamebarikiwa sana na ujumbe wa siku ya leo. Natamani mtazamaji usiache kutazama na kusikiliza, utaelewa nini zaidi kimo ndani ya ujumbe. Kuna mtu anatamani kutiwa moyo kwenye swala la imani, amekata tamaa, amevunjika moyo. Unaweza kumpa ujumbe gani juu ya siku ya leo kwamba wamvushe kwenye swala la imani? Ujumbe ninaweza kumpa ndugu mtazamaji, labda nimwambie tu ni marufuku kukata tamaa, kwa sababu Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Hakusema ataishi kwa kutiwa moyo, ataishi kwa kuongeleshwa na watu, lakini ataishi kwa imani. Imani ni wewe mwenyewe kumwamini Mungu, kusimama wewe kama wewe na kuamini katika Mungu, na utamuona Bwana bila kukata tamaa. Amina. Hatuna mengi zaidi mtazamaji na msikilizaji, unaweza kutufuatilia na mafundisho haya yote ni katika channel hii Madhabahu ya Ukombozi TV, ambao alikuwa akifundisha huu ugeni. Baada ya hapa tukimalizana, baada ya kujua ujumbe ambao alikuwa akifundisha, tutakuwa na mgeni mwingine hapa studio. Mungu akubariki. Bye bye.